Na ndio maana ambao usicheze na hisia za mwanamke. Lakini ujinga wetu unakuja kwamba pale ambapo nitapenda. Pale ambapo nitaona masikilizano yapo, mapenzi yapo. Sasa ndo unayafanyaje yale mapenzi ili yawepo? Kwa unakuta yani unaondoka nyumbani, bye baby, baadaye nitakuona sawa. Uko kazini mwenzako nimekumisi. Yani kuna staili yako ile ukiwa na mimi nasikia raha. Umekaa saa 7 kidogo, yani mke wangu chakula chako huwa ni kitamu sana. Stop it go. Watu wengi wanakosea hapo kwenye kumwandaa mwanamke hata kisaikolojia. Wanabeba mengi sana kwenye mioyo yao. Sisi ndio tunabeba nyumba. Wanasema mama ndo baba ni mtafutaji. Lakini mama ndo mlinzi, ndo mjenga nyumba, ndo kila kitu. Anabeba mengi, anakutana na mengi sana ambayo maybe anamwathiri kisaikolojia au yanamuumiza moyoni mwake na kila kitu. Sasa unakuta yani wewe uwezi ukawa umetoka tu huko. Eti ukaja tu kumwambia mimi sasa nataka kulala na wewe. As if sio mtu wako ambaye unamuelewa au anapitia changamoto gani. Kwa hiyo kama utakuwa na desturi ya kumuelekeza, nimemiss chakula chako, nimemiss ile nguo yako nzuri unaovaa, mimi nakwambia uwezi ukarudi nyumbani ukamkuta kavaa kijola kalala. Yani hicho ni uongo. Lazima utamkuta very well prepared. Tena chakula siku hiyo umeshaandaliwa, watoto washalala, nyumba iko safi, yani yeye mwenyewe ni msafi, yuko tayari kwa ajili yako. Sio ile umemkuta na ile dera ambayo alikuwa anakaangia mandazi asubuhi. Hauwezi kukuta hicho kitu. Kwa hiyo watu wengi huwa wanakosea namna kuishi na mwanamke. Na ndio maana narudi kwenye ile point kwamba mazoea.